Singida kwa Yanga mtu mwenye mapengo kupewa uji wa moto. Kwa Yanga ilikuwa ni mtu mwenye mapengo kupewa uji wa moto. Mechi bora sana ya msimu. Mechi iliyotawaliwa umbinu na ubora wa kitimu dhidi ya timu yenye wachezaji wazuri. Singida katika ligi yetu, Singida katika msimu huu ndio timu iliyofanya usajili bora sana. Ukitazama kikosi chao hakuna mahara unasema mchezaji gani bora na ni dhaifu. Lakini Yanga Africans chini ya coach Merudi ametengeneza mfumo tofauti wa kucheza. Merudi kabadilisha wachezaji wa Yanga, amewapachika chip. Wanacheza kwa kufuata falsafa zake, wanacheza kwa kufuata mfumo wake, wanacheza kwa kufuata mtindo wake. Ni kocha ambaye anataka timu yake ijilinde na ishambulie haraka sana, kitu ambacho tuweza tukasema kwa hii michezo ambayo Yanga wamecheza, wametanabaisha hicho kitu kipo. Timu yao inajilinda haraka, inashambulia haraka, na wamekuwa wakitafuta kila solution dhidi ya timu yoyote ngumu wanakutana nayo. Jana Singida waliingizwa kwenye mtego wa kushambuliwa haraka na Yanga kuzuia nafasi haraka. Ndio maana ikawa rahisi, unaona mshambuliaji kama Jonathan Soa anaachwa peke yake juu. Katikati kwenye midfield walikuwa wanapambana, wakina Kamara sio wanapambana kuchezesha timu, wanapambana kunyang'anyana mipira na viungo wa Yanga ambao hata ukiwanyang'anya bado wao wana nidhamu ya kucheza kama timu. Kwa hivyo ukiangalia style wanaocheza Yanga ni mtu mwenye mapengo kumpa uji wa moto. Nafikiri utajua anakuaje. Yaani ukicheza Yanga ni mtu mwenye mapengo kapewa uji wa moto. Huwezi kupata utulivu kwa sababu pressing wanaoifanya, pressing discipline kwenye kudefend, pressing discipline kwenye kuattack, wako katika nidhamu kubwa sana. Leo hii unaona Yanga Africans wanachokosa, wanakosa tu wachezaji ambao wana nidhamu za mtindo wa kucheza wa mwalimu. Manake wawe wanashambulia haraka, wawe wanajilinda haraka na kushambulia haraka. Bahati mbaya viungo wao wachezeshaji kwenye kushambulia wanacheza taratibu. Nimemtazama Mudathiri Yahya basi, nimemtazama Maxim Pia Nzingeli. Ni viungo ambao wanacheza, nisema juzi wanacheza kama gobore. Lakini hawa inakuwa kama kata upepo. Upepo ukikata alizunguki. Sasa kwa mtindo wanaocheza kocha Merudi, Yanga Africans kama watamboreshea akapata viungo ambao ni smart, watu wa mpira wanasema smart player, wachezaji ambao wanacheza kama roboti kwa mahitaji ya kanuni, timu itakuwa hatari zaidi, kwa sababu kocha Merudi ni kocha ambaye hataki mpinzani apate nafasi na hataki mpinzani ampe nafasi. Ni vitu viwili tofauti. Hataki mpinzani apate nafasi, hataki mpinzani ampe nafasi. Akupe nafasi ni kipindi unapojilinda, hataki upate nafasi kipindi unapomshambulia. Kwa hiyo ametengeneza well organized discipline team, timu ambayo inacheza kwa nidhamu sana. Sio kitu cha kawaida kwenye football, kwa sababu ukiangalia match context analysis, ukaichambua mechi na maudhui yake, Young Africans wamepunguza idadi ya mabao kufungwa, wamepunguza muda wa kurecovers, ball recoveries haraka sana. Ndio timu ambayo inarudisha mpira kwenye ima yake kuliko timu nyingine yote ndani ya ligi hii. Bila kujalisha uko kwenye high block, bila kujalisha uko kwenye low block, bila kujalisha uko kwenye mid block. Wanajitahidi sana kurejesha imaya mpira katika imaya, lakini wanacheza kama timu, kitu ambacho huwezi kutenganisha kazi ya mwalimu. Kwa hivyo ndio mechi ambayo niliona. Sikutegemea mimi Singida tangu na watazama jana. Maeneo yote muhimu ya utawala wa mchezo wao walikuwa wameachwa wanacheza kwa usahihi eneo moja tu kwenye preparation. Mabaki wao wakianza kupiga, ndio maana tasifiwa kiungo kwa sababu alikuwa anaonekana huko chini. Lakini kutoka kwenye preparation kwenda creation na finishing, Yanga Africans wanakunywesha uji kama mtoto anayekataa kunywa uji. Hata mimi anazima mdomo na pua. Huwezi kuwashambulia kwa wepesi. Ndicho ambacho nimekiona katika game yao. Umeona mpaka Jonathan Soa anapata nyekundu. Ile ni kuzidiwa mbinu mpaka anaamua kupata nyekundu, ilikuwa aje mpaka anafikia level hiyo? Jonathan Soa ni mchezaji ambaye ana jazba, hawezi kuhimili pressure. Sasa football lazima uwe na ultimate composure ku control pressure, kitu ambacho nakiona mechi yoyote ngumu ambayo anabanwa, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye ana short temper, ana ghadhabu za haraka, ina mtu wa mchezoni. Ni mchezaji mzuri lakini anakosa nidhamu, anacheza kwa kuchukiza. Afurahishi Jonathan Soa. Anacheza kwa kuchukiza, tafsiri yake ni mchezaji mzuri ambaye anakosa nidhamu. Sasa mpira wa miguu ni mchezo wa nidhamu, kwa sababu muda wote pressure inaweza kutokea katika namna yote ile. Lakini Jonathan Soa haonekani kama anaweza kuendana na kasi ya pressure, kitu ambacho ni hatari sana kwa mchezaji. Lakini hatari pia kwa timu. Kwa maana jana namna makosa alikuwa anaingia kuyafanya ni makosa kama alikuwa anayatafuta kufanya. Kwa nini? Kwa sababu ya asili yake. Lakini kwenye ligi yetu kajipatana waisha daga. Huyu ni mchezaji ambaye hana nidhamu. Hana nidhamu ya ndani ya uwanja. Ni hatari sana. Ni bora ukakosa nidhamu nje ya uwanja. Nidhamu ya ndani ya uwanja ni hatari sana kwa timu. Mbaya zaidi anacheza Singida, timu sio kwa na pressure. Awe upande wa Young Africans ambako mara nyingi timu hizi zikicheza waamuzi wenyewe wanakuwa wanachezesha wanaogopa.
Tafsiri yake ni kwamba anaweza kaingia kwenye madudu mengine akapata madhara makubwa. Mchezaji mzuri na kili, lakini anacheza kwa kuchukiza. Anachukiza sana. Mkarabako, wewe ulizungumza sana kuhusiana na Yanga makali yake katika msimu huu ambao umemalizika. Ulizungumza sana watu hawakuelewa. Pengine hii ni zaidi shahidi kwamba wao sasa ni wakati wa kuamini wewe ambacho ulichokuwa ukizungumza mara kwa mara. Bila shaka tunapokuwa tunasema, hatusemi kwa sababu tunataka kusema. Tunasema kwa sababu tunaona. Young Africans ndio timu ambayo ilikuwa na kikosi chenye mwelekeo kuliko timu yoyote. Wanasema squad dimension, kwa sababu hata kocha imempa nafasi ya machagulio. Na mfano mwepesi ni huu. Yanga katika msimu huu imefundishwa na makocha watatu. Alikuwa Miguel, akafuata yule Sead Ramovic, na sasa yuko Miruti. Kila kocha aliyekuja Yanga Africans hakupata wasiwasi na squad dimension. Namna ya kikosi chao kilivyo, ilikuwa ni rahisi tu kupata watu wake sahihi kuanza kucheza. Kwa nini? Kwa sababu aina ya usajili ambao wameufanya Hersi na wenzake umerahisishia kazi sana makocha, hasa msimu huu kwenye ligi ya ndani na quality yao. Lakini klabu bingwa nadhani unaona ugumu uliokuepo, walipitia wakati mgumu. Kwa hivyo wakati tulikuwa tunasema ubora wa Yanga, tulikuwa tunaangalia nguvu ya kikosi chao. Yanga Africans hata wakifanya substitution huwezi kuona madhara makubwa kama ambavyo Simba tumewapitia msimu huu. Wachezaji wake wakichoka timu utaijua, wakibadilishwa timu unaijua. Lakini Yanga mzunguko wa wachezaji unawapa nafuu makocha. Maana aina ya wachezaji waliokuwa kwenye kikosi chao, kocha yote anakuwa anafanya selection ya options. Option selection ni Yanga Africa. Unachagua mahitaji yako. Yanga wana timu ya kuchagua mahitaji yako. Nimtumie nani, nimwache nani. Kwa ubora sana, ndio maana NBC wameweza kufanya makubwa sana. Yanga kuchukua ubingwa mara 5 wa NBC, lakini pia na ubingwa wa CRDB mara 4 mfululizo. Hii inaweza ikawa ni historia ya kipekee ambayo imewekwa na Young Africans, na pengine kuja kuivunja inaweza kawa ni ngumu sana kwa wapinzani wake. Yanga wameshindikana kwa mipango ya ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Msimu huu wametoa funzo, wametuonesha, walipitia magumu. Unajua msimu huu Yanga ilikuwa ubingwa wa upoteze kwa mipango ya nje ya uwanja, sio ndani ya uwanja. Kupambana na Yanga ndani ya uwanja ngumu, kupambana na Yanga nje ya uwanja ngumu. Wamedhihirisha hawa msimu huu. Ni timu ambayo ina watu waliojipanga kwelikweli. Ni timu ambayo ina watu wana umoja mno. Ni timu ambayo ina watu wana misimamo haswa. Ni timu ambayo ina watu hawayumbishwi. Ni timu ambayo ina watu wana malengo. Ni timu ambayo ina viongozi wanajua watu wao wanataka nini na wao wasimamie jambo gani. Young Africans. Lakini Young Africans inaongozwa na mtu anayesimamia timu nzima, akiwa mtu anayependa kufanya maajabu. Gharib GSM anapenda kufanya maajabu. Ndio maana Yanga wanapata wepesi. Yanga hakuna maneno mengi kwenye utendaji. Yanga wana maneno mengi kwenye utekelezaji. Wakianguka wanasimama kama wameanguka. Wakisimama wanasimama kama wamesimama. Mwaka huu wamekubali, walifeli CAF Champions League. Hawajagombana, hawajanyoshana vidole. Tuliwaonya wale. Mimi niliwasema mwanzo wao. Hamwezi kupambana CAF Champions League ukiwa na Mzize. Huwezi kupambana CAF Champions League ukimtegemea Dube. Huwezi kupambana CAF Champions League kwa strikers wakina Bareke wakati ule. Na kweli CAF Champions League ikawa ngumu. Makosa ambayo wameyafanya wakina Mudathir kwenye mchezo wa jana ndio walikuwa wanayafanya dhidi ya mechi ya mwisho hapa na USM Alger. Hauna wachezaji wenye creative spark ambao wanaweza wakapenya ngome ya upinzani. Tafsiri yake wanajua. Lakini angalia viongozi wao walivyokuwa watulivu. Kwenye ukosoaji na nyakati ngumu wanatulia. Wanaangalia wanapokosea, wanarekebisha makosa. Hawapaniki, hawavurugani. Ni tofauti na Simba. Simba ukiwakosoa ama wakipitia nyakati ngumu wanavurugana. Young Africans kwenye nyakati ngumu wamekomaa, hawavurugani. Wamebaki wamoja. Kwa nini? Washajua klabu yao ina safari ya kwenda wapi. Nini cha kufanya? Ndio maana kwa misimu hii, tena msimu mgumu wa Yanga ulikuwa huu. Kuanzia msimu ujao sijui itakuwaje. Msimu ujao watakuwa na baraka kubwa. Kwa sababu wao hawatengenezi timu, wanaimarisha timu kila msimu. Pale nimekutajia nafasi ambazo Young Africans ukiniuliza zinahitaji watu wa ziada kama sio mbadala. Eneo analocheza Mudathir Yahya basi linahitaji mtu sahihi. Eneo analocheza Maxi pia Zengeli linahitaji mtu sahihi. Eneo analocheza bwana mdogo huyu nani
huyu bwana mdogo Isla Mwenda, mlinzi mzuri sana, lakini anahitaji mtu sahihi, na eneo analocheza Ibra Bakar anahitaji mtu sahihi, eneo analocheza Haridi Aucho linahitaji mtu sahihi, na mshambuliaji wapate mshambuliaji sahihi. Kwa hiyo wana wastani kufanya sajili za watu wasiopungua 6 sahihi, kuboresha timu yao na kuangalia wapi watawapisha ili kuboresha timu. Sisi maana yake ni kwamba wakipata hizo sajili za ushindani zitawapa faida kubwa, lakini kwa Yanga Africans wakiboresha eneo hilo, wasiwasi wangu kwamba ni moto utaongezeka mara 2 hata kwenye ligi tena, sababu ni maeneo ambayo yataongeza nguvu kwenye timu yao, na uzuri viongozi wao na mashabiki wao wana jicho la kujua timu yao ina mapungufu sehemu gani. Hata hapa nimesema hakuna mtu wa Yanga atakutukana, hawezi kukutukana, anajua. Kweli bwana, tumeona Maxi kuna kitu kimepungua, tunaona Mudathiri kuna kitu kimepungua, eneo la Aucho anatakiwa apatikane mbadala. Wanajua mpira wale, wote wale wanajua mpira. Ukiwaambia ukweli, mimi nilikuwa nawaambia moja ya kitu ambacho msiingie kwenye makosa tena ni kuachana na Mirudi. Unajua tuna ugonjwa, tukipata mafanikio tunaona tuliyopata sio size yetu. Yanga wasiingie kwenye mtego kumuona Mirudi sio size yao. Coach Mirudi kafanya kazi, madhaifu yanayomkwamisha tumeyaona, ni wachezaji wasiokuwa bora kwa mfumo wake. Mudathiri haya mchezaji mzuri sana na mheshimu sana, lakini kuna vitu vinapungua kwa mfumo wa Mirudi. Mirudi anataka timu ishambulie haraka, anataka viungo wachezeshaji wanaoachia mipira iende kwenye njia na wanaorudi kukaba haraka. Chama anaweza kuachia mpira kwenye njia ila hawezi kukaba haraka. Mudathiri anaweza kukaba haraka, hawezi kuachia mpira kwenye njia. Sehemu za kuachia mpira anataka kutembea nao, sehemu za kutembea nao ndio anataka kuachia. Maga anafanya kazi isivyo ndivyo. Maxi kadhalika anacheza anatazama chini kama kobe, aliyebano ndo anampa nafasi. Sehemu ya kuachia nafasi mpira anang'ang'ania, sehemu ya kung'ang'ania anataka kuachia. Sasa tafsiri yake ni kwamba kwa mtindo wa Mirudi, kama akipata watu ambao wana work rates na uwiano wa Max na Mudathiri itasaidia, kwa sababu kwa nini anatumia Max na Mudathiri? Wale wana work rates nzuri sana off the ball, bila mpira. Kwenye mpira creativity inapungua, wanang'ang'ania mipira kabisa. Ni viungo wanaocheza kwa kung'ang'ania mipira. Kwa hiyo ile ndio inawapa wakati mgumu. Mpaka sasa hatujaona mazungumzo yote kuhusiana na coach Mirudi Hamdi. Pengine hii inaweza ikawa wako serious, wanataka kumbadilisha kuleta mwingine. Na je, kama akija mwingine unaona makali yanayoendelea sasa hivi ataendelea kuwa vile vile ama kuna kubadilika utatokea? Sina hakika kwamba ule jambo limesemwa na wao, lakini ninachokifahamu, ninachokijua, Mirudi ameleta Yanga tofauti. Anahitajika apewe nafasi ya kutengeneza timu. Hii timu aliikuta na kaifanya imekuwa tofauti. Sasa ukimpa timu kuanzia pre-season itakuwaje? Nadhani kwa watu ambao wanaweza kaangalia player, wanasema performance metrics, hakuna mtu anayetamani kumwacha Mirudi, kwa sababu utatamani uwe naye mtengeneze timu shindani, utatamani uwe naye muwe bora. Ndio kitu ambacho nakiona kwa Mirudi. Kwa hiyo hilo waliangalia na kulifanyia kazi. Si kocha kumwacha apotee kwa wepesi. Ni kocha ambaye kapambanua vitu vinaonekana bila shaka. Kuelekea msimu mpya, tuzungumzie kwa upande wa Young Africans. Wao waliweka pingamizi kuhusiana na Rais Karia. Pengine hii kwako wewe kama mchambuzi unazungumziaje, na hivi wao matakwa yao Yanga namna yalivyo sasa, nini ambacho kina tusubiri hasa tupate ujumbe kutoka kwako? Rais Karia na TFF ni bisibisi iliyong'ang'ania kwenye circuit. Bisibisi iliyong'ang'ania kwenye circuit. Maana yake kazi nyingine haiwezi kufanyika. Wao ndo wamekaa tayari. Muundo wa kanuni, katiba ya TFF, Rais Karia ndo TFF na TFF ndo Rais Karia. Hoja walizotoa Young Africans dhidi ya Rais Karia ni hoja za haki dhidi ya uchaguzi wa shirika la mpira wa miguu hapa nchini. Tena na kwenda mbali zaidi, waliotoa hoja ndio watu wa mpira. Nimeshangaa sana na nashangaa sana watu wanahoji kwamba kwa nini viongozi waliochukua fomu ni viongozi wa Yanga peke yake. Sio viongozi wa Yanga. Sifa za kuchukua fomu wanazo wale. Wakina Mustafa Imba engineer, wakina Mshindo Msola. Klabu yao ndio inajitambua, imetoa watu wanaotaka nafasi. Wengine kama mjitambui ndio maana hawajajitokeza.
lakini ndio ana haki ya kuhoji maslahi ya mpira kwa sababu ndio watu wa mpira. Kwa kama wewe hujaamki ukiujawiwa kuomba nafasi, walioomba usione wabaya. Ndio kitu ambacho nakitazama. Lakini iko mahala kuna shida. Kamati ya uchaguzi wa TFF ni kungu anayetoa siri za mwali. Kamati ya uchaguzi ya TFF ni kungi anayetoa siri za mwali. Juzi imetoka taarifa ikionyesha pingamizi ya Yanga imevuja.